lakini na hii terminal 2 ikikamilika pamoja na maeneo mengine na ile jengo letu la biashara kwa maana business center liko hatua za mwisho, kwa kweli naamini uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zanzibar utakuwa ni moja kati ya viwanja vya ndege bora duniani. Mlango huu wa uwanja wa ndege ama lango hili la viwanja vya ndege inakwenda kuongeza kasi ya ukuaji uchumi ndani ya nchi. Pahala ambapo panakuwa na urahisi wa mlango huu pamoja na mlango wa bandari, kwa kweli hiyo nchi inakuwa na mafanikio makubwa ya kiuchumi, na lina athari chanya, tunasema wale watu wa uchumi, multiplier effect ya hili jambo. Hapa ajira zitaongezeka, watu wataendelea kupata huduma nyingi, wageni wetu watapata huduma zote zinazostahiki kwa mujibu wa viwanja vya ndege vya kimataifa, lakini na uwezo sasa hata wa kukusanya kwa maana ya mapato utaongezeka. Maana mgeni akiingia, akitoka, kuna vitu hapa atawacha. Kwa maana ya mapato, nchi yetu itaongeza uwezo wa uchumi wetu ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo eneo hili kwa kweli ni eneo ambalo tunalitegemea sana, na kwa kweli litakuwa msaada na mchango mkubwa kwa Wazanzibari, serikali, lakini kwa wananchi kwa ujumla. Utekelezaji wa kazi hizi ni ishara ya mafanikio makubwa kwa Zanzibar. Tumeambiwa hapa na wataalamu uwezo ambao tulikuwa nao wa kuleta mafuta ilikuwa nadhani haizidi lita milioni 2. Sasa hivi tunazungumzia lita milioni 35. Kwa kweli ni hatua kubwa, ni difference kubwa sana. Hata katika hali ya kawaida 2 na 35, yani ni gap kubwa sana. Na kwa kazi hii ambayo inaendelea, naamini kadiri siku zitakavyokwenda, hali ya upatikanaji wa nishati hii ya mafuta Zanzibar itaendelea kuimarika zaidi, lakini naamini na vikwazo vitakapoondoka huko, basi hata bei, kuna uwezekano mkubwa sana wa bei hii ya mafuta kushuka. Lakini kwa sasa hatuwezi kulizungumzia sana hilo kwa sababu bado kwa wenzetu huko changamoto zile zinakuwa ziko nje ya nchi yetu, lakini hata hivyo faida inaendelea kuonekana. Anasema tulivyokuwa juzi sio jana, tulivyo jana sio leo. Kila siku kuna mafanikio makubwa sana. Barabara hizi sasa zinakuja kuwa barabara zenye kiwango cha hali ya juu, ambayo kwa kweli tukikamilisha, na naamini muda si mrefu itakamilika, Zanzibar itakuwa na sura nyingine ya kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara imekamilika, na sasa wananchi wetu wanakwenda kutumia barabara hizi kwa ufanisi mkubwa sana. Leo wakati tunapita kule, nilikuwa naangalia barabarani kuna vitu gani, lakini kaona ile azma tuliyokusudia mnaanza kuitekeleza. Nami niendelee kutoa maelekezo kwamba maeneo yote ya barabara tusiruhusu mtu yoyote kujenga wala kufanya kitu chochote kisichokubalika. Viongozi tuko hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waheshimiwa mstahiki meya, mkuu wa wilaya pamoja na timu zenu zote, na mkuu wa wilaya Magharibi naye anasikia kule tulikotoka ndo hivyo hivyo. Kwa kweli tukifanya usimamizi huu utatusaidia kuondosha gharama ambazo si za lazima. Sasa hivi saa nyingine tunapata gharama hazina ulazima wa kuzipata kwa sababu hatukusimamia vizuri kwenye baadhi ya maeneo. Watu wanalipwa leo, kesho wanarudi pale pale. Lakini tukilianza kulisimamia hili vizuri, naamini mambo yatakwenda vizuri. Kwa hiyo tutakapokamilisha majengo yote haya, uwanja wetu utakuwa na uwezo wa kuchukua abiria 3.6 million kwa mwaka. Sasa hivi tuna abiria karibu 2.6 million. Kwa hiyo uwezo wetu umepanda, na bahati nzuri majengo haya yote yatakamilika kabla ya mashindano ya AFCON. Ni coincidence nzuri, na alhamdulillah leo baada ya miezi 2-3 hivi tutakuwa na capacity hiyo. Hatutokuwa na tatizo lolote katika kipindi hichi kuhudumia abiria watakaokuja kwa mashindano ya AFCON. Lakini hata hivyo tutakuwa na uwezo wa kuhudumia ongezeko la watalii
watakaofika nchini kwetu. Ya check-in counter 21 kwa deski, ambazo kazi zinazoendelea mpaka saizi hapa ili kumalizia kazi zetu ni mambo ya lifti, escalator na final finishing ndogo ndogo. Kazi zote tumeshazifanya, kama unavyoona mbele tunaona escalators na lifti tumeshamaliza, kimebakiza kufanya kioo cha nje tu ili kufanya finish. Kwa hiyo ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili, jengo tunaweza kuwa tumeshalimaliza lote.